Praise the Lord. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Katika kitabu cha Luke 12 mstari wa 7 inasema nywele zetu, all our hairs are numbered, imehesabiliwa. Bwana anajua hesabu ya kila mtu, nywele wake unatoshana aje. Nywele hizi za kichwa hata ukipatiwa microscope ile huwezi ikahesabika, huwezi ukaihesabu, lakini Bwana anajua kila mtu ako hapa duniani, anajua unywele wake. Ninataka kukwambia nini? Then kama Bwana anajua hata nywele zetu, hakuna haja ya kuori. Hakuna haja ya kuori. Usijidestroy na mauoga. Unaona, usijidestroy na uoga na kushindwa ni nini utafanya. Mungu anajua wakati wako ni mgani. Mungu anajua atakubariki nini, ni kwa njia gani. Kama nywele zangu anazijua, then mimi yangu ni kukaa katika kwa njia zake. Atanibariki kwa njia zake na kwa wakati wake. Anajua ni kwa njia gani ataniinua. Anajua ahadi zake atazitimiza namna gani kwa maisha yangu. Unaona watu wa Bwana, na wewe na mimi nije wacheni tukakae kwa njia ya Bwana bila uoga, tukijua kama nywele zetu Bwana anazijua, amesihesabu na anajua kila mtu ako na nywele ngapi. That is too much. Unaona watu wa Bwana, katika hiyo kitabu ya Luke 12 mstari wa 7 inaongelelea hivyo. Watu wa Bwana, nimesoma hiyo Bible nikasema sikujua hivyo, nikakuwa na nguvu. Na wewe nataka kukutia nguvu asubuhi ya leo kwa hiyo neno, nikwambie Bwana anajua ni kwa njia gani atakubariki, ni kwa njia gani atakusaidia. Anajua kila kitu. Anajua wewe ni kukaa kwa njia zake, na as a loving Father and merciful God. Anajua wewe ni kukaa maisha matakatifu, usijali na dhambi zile umetenda. Ukiamua kuokoka, damu ya Yesu iko na uwezo, utatakazwa na utaingizwa kwa orodha ya watu wale Bwana anafikiria mawazo mazuri. Imagine watu wa Bwana katika Jeremiah 29 mstari wake hapo 29 hapo, nafikiria ni mstari kuanzia 10 hapo, lakini Jeremiah 29 sasa inasemaga ati I know the plan I have. Alikuwa anaambia wana wa Israeli wakiwa Babylon, walikuwa wamechukuliwa mateka wakiwa kwa nini? Kwa Babylon, kwa sababu ya dhambi. Na ninataka kukuliba busaka talamazaya, nataka kukwambia nini? Hata wewe uko kwa prison